miongoni mwa vitu ambavyo wanavitumia watu ambao wanadai kwamba wao wako katika mwenendo ambao sahihi, katika mambo ambayo wanatumia tahmidu alwajhi. Iwapo labda utakutana nao, utaonana nao, miongoni mwa mambo ambayo wanatumia tahmidu alwajhi ni kudhihirisha uso kwa namna fulani, wa taj'idu aljabin, na kutoka kujitokeza mizizi fulani katika paji la uso kwa ajili ya kukunja uso huo. Basi kuna khutut, kuna mistari fulani ambayo inajitokeza wakati atakutana na wewe, mathalan kama uko naye. Hizi ni katika alama ambazo unazigundua kwenye nyuso zao. Wa taklihul wajhi, au wakati mwingine kama hakutumia mtindo huo, iwapo atakutana na wewe uso anaukunja kwa sababu kakutana na adui. Wataghayyuru, na kuweza kubadilika. Watadhajjuru, na pia vile vile kuona dhiki kabisa kile kitendo cha kuweza kukutana na wewe. Au yusalu anhu, au labda kama pengine atauliza suala kuhusu fulani, kakuto njiani, kauliza pahala, kauliza suala kuhusu fulani na fulani, basi kwa hakika fayushiru ila famihi, hutoa ishara na mshabaha kuashiria kwa kupitia mdomo wake. Au lisanuhu, au lisanihi, au anatoa ishara kwa kupitia ulimi wake, mu'abbiran, hali ya kutoa maelezo ulimi huo au mdomo huo. Maelezo gani? Annahu, maelezo unaotoa ulimi wake au mdomo wake ni kwamba yeye yule ambaye kaulizwa kuhusiana na huyo, basi anatoa maelezo ulimi wake au mdomo wake, annahu kadhabun. Ndo nani huyu? Huyu ni muongo tu, hana lolote analoliweza kabisa, kisa kazi kuwadanganya watu tu, ni muongo. Au badhiyun, au huyu bana ni muovu, huyu siye, hayuko katika mwenendo sahihi, hayuko katika mstari wa sawa. Kwanza muongo, halafu muovu. Ila ghairi dhalika, na sio kwa hayo, min asalibi tawhini, katika mitindo ya kumdhalilisha mtu na kumnyongesha mtu, bil isharati, kwa kutumia ishara kama hizo, au tahriki, au kujitikisa kwa namna kama hiyo. Ala, tambueni ya kwamba shullat tilka alyaminu, kimetenganishwa kabisa kikundi hicho ambacho mambo yao kwa hakika yalikuwa yako pamoja. Basi utakikutia kikundi tayari, kama utafutilia ndani utakuta kwa hakika kuna tafaruku kubwa sana. Yule apendane na yule, na yule kakatana na yule, msikiti mmoja, chuo kimoja, ili mradi kwa hakika kikundi kinakuwa kimekatika kabisa na hakikubaliani. Pengine labda wamekwaruzana katika tatizo fulani tu, kirai. Basi shullat tilka alyamin, kikundi kimevurugwa kabisa, inda harakati tawhini dhulman, mbele au kati ya haraka kama hizi za udhalilishaji kidhulma. Matokeo yake dini hiyo inakuwa haina nguvu kabisa, inakosa nguvu, kwa sababu wanapozozana binadamu bwana, hususan wakiwa waumini, hususan wakiwa ni wanasuna wenyewe, wanapokwanzana wenyewe kwa wenyewe, ndipo watu wa bid'a hapo wanapata nguvu, watu wa batil wanapata nguvu. Makafiri naondo kabisa wanazidi kuwaporomosha Waislamu kwa vitu kama hivyo, vitu vya kuwagombanisha wenyewe kwa wenyewe. Kwa hakika watu wanagombana huku, wao ndo wanapata kufanya mambo yao. Na ukitaka kuyajua hayo, pita kabisa vijijini, mashamba huko, ndo utagundua uovu
wa Uislamu ulivyofahamika vibaya, unafahamika kabisa Uislamu kimakosa. Anatokea mtu mzima kabisa kumendea mpiga ramli au mchawi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tembeeni vijijini muone mambo. Huku watu mekazana kukatana huyu na huyu, wenyewe kwa wenyewe, pengine kuna masala kidogo tu. Tayib. Wasuddiat tilka aljabinu, na paji la uso likapasuliwa kabisa inda harakati tauhini dhulman, mbele ya haraka kama hizi za kudhalilisha huyu na yule kidhulma kimakosa. Waya laita binisaatin, shekha anaendelea kusema, nasema natamani pangalipatikana kijipande fulani binasaatin min jildi, lau kama pangalipatikana angalau kijipande cha ngozi, turbitu biha tilka ashafa, ambacho kitaweza angalau kufunga madhubuti jaraha hilo ambalo lilovurugiwa vibaya, inda ta'wijiha, wakati wa kwenda kwake kombo, kuyumba kwake, litauhini dhulman, kwa ajili ya kudhulumiwa kimakosa, kwa ajili ya kudhalilishwa kimakosa. Lau kama pangalitokea angalau kijipande cha ngozi kikaweza kudhibiti, kikaweza kuziba pengo hilo ambalo labda pengine kwenye jaraha ambalo limevurugwa kimakosa, inda ta'wijiha, wakati wa kupinda kwake jaraha hilo. Falnaqul, Sheikh anasema basi na tuseme sisi, ana wa anta, mimi na wewe, walmuslimuna, na waislamu wote, tuseme nini? Amin. Lau kama pangetokea angalau kijigozi fulani kikaweza kuziba mapengo hayo, basi tunamuomba Mwenyezi Mungu itokee hivyo. Basi ni tuseme mimi na wewe na Waislamu, amin amin amin. Lisanuk, anakwambia sasa, anaendelea kusema, ulimi wako mja, la tadhkuru bihi awrata mri'i, usije ukafika pahala ukataja aibu ya mtu ulimi wako. Lisanuk, ulimi wako jitahidi, la tadhkuru bihi awrata mri'i, usije ukataja ulimi wako huo aibu ya mtu. Fakulluka awratu, kwa sababu yote wewe uko uchi kabisa. Walinnasi, na kwa upande wa kuhusu binadamu, alsinu, wanazo ndimi na wao wanakutazama tu, wanasubiri tu. Hakadha, usione kwamba una makosa, watu wana macho yao bwana. Na hususan kwa wale ambao waumini, watu wa sunna, watu wa batil wanakuwa na macho kabisa makali sana kuwatazama watu wa sunna. Watu wa bid'a, watu makafiri yao, kwa hakika silaha yao wahidun, upanga wao ni wahidun, sayfuhum wahidun, upanga wao ni mmoja. Ijtama'u fi sayfi, wamekusanyika katika upanga kumwandama nani? Wanamuandama mtu wa sunna. Wa asma'uhum mukhtalifa, hata kama majina yao yako tofauti, lakini upanga wao bana ni mmoja, kumwandama mtu wa sunna, hakuna kwingine. Basi lisanuka la tadhkuru bihi awrata mri'i, ulimi wako bana usije ukafika pala ukataja aibu ya mtu. Fakulluka awratu, kwa sababu wewe yote ni uchi. Wannas walinnasi alsinu, na watu wana ndimi zao za kuweza kusema. Katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas ambayo iko katika Sahih Ibn Majah, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume mwenyewe, sahaba kachukua huko, kasoma huko, amesema ya kwamba man satara awrata akhihi almuslim, yoyote katika waislamu atakayeona ngoja mwenzangu kateleza paala, nimwite pole pole kwa utaratibu, akitaka hifadhi kabisa, kustiri, kuficha aibu ya ndugu yake Muislamu,
Hayataja muumini hapa, ametaja muislam alladhi yashhadu annahu la ilaha illa Allah, muislamu ambaye anashuhudia kwamba hakuna afai kufanywa ibada ya kweli illa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na anashuhudia wazi lisanan wa qalban wa amalan, kiulimi, kimoyo na vitendo pia vile vile anashuhudia kwa Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi atakayehifadhi aibu ya ndugu yake muislamu, satarallahu, Mwenyezi Mungu naye ataficha, hatamvujisha pahala akajulikana aibu yake na kila mtu. Satarallahu auratahu, Mwenyezi Mungu ataficha aibu yake hiyo yaumal qiyamati, siku ya kiyama. Inafikia wakati siku ya kiyama, au utakuja kufikia wakati mpaka binadamu washangae, wewe kweli kunna na'udduka minal muttaqina, mpaka wewe tulikuwa tunakuzingatia sisi vingine kule duniani, tulikuwa tunakuzingatia ni katika wachaji, tulikuwa tunakuzingatia ni katika mashekhe, kumbe leo umeingia katika bahari hii. Hakadha katika mashtaka ambayo ataulizwa mtu, wa ilmuk madha sana'ta fihi, na elimu yako ulifanyia kazi gani? Elimu yako imekuwa ni kichaka cha kuweza kujifichia maovu, au elimu yako hasa ulifanyia kazi gani katika masala atakayokumbana nayo mtu kabla mengine? 5 asila, masala matano. La tano ni hilo, ataulizwa mtu kutokana na elimu yake, madha sana'a fihi, alifanyia kazi gani mtu. Ikiwa na elimu yake kwa ajili ya kutafuta mambo ya kidunia, basi naam, atamuuliza Mwenyezi Mungu mja wake, abidi mja wangu, alam uallimka kalimati, wewe sikukufundisha mimi maneno yangu duniani kule? Qala bala, mja atasema hapana, kumenifundisha kabisa. Atajichangamsha pale kujisi kwamba hapa kwa kuwa mmetupia swala hili na nimejibu, huenda nikaokoka. Mmeliza swala hili lina mategemeo ndani yake, lina matumaini ndani yake. Hakadha atajibu hivyo. Mwenyezi Mungu amuulize, madha sana'ta fihi, hebu niambie ulifanyia kazi gani elimu hiyo? Atasema mja, kuntu aqumu bihi, nilikuwa naisimamia elimu hiyo, ana al-laili wa atrafa an-nahari la'allaka tarda, nilikuwa naitumikia elimu hiyo usiku na mchana ili Mwenyezi Mungu uridhie katika vitendo ninavyofanya mimi mja wako. Sayaqulu lahu maulana tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu atamjibu alotukuka, kadhabta, umesema uongo. Wataqulu lahu almalaikatu, na malaika nao wamjibu, kadhabta, umesema uongo. Bal qara'ta liyuqala, lakini umesoma kwa ajili ya kuwa pasemwe fulano qari'un, fulani bwana shekhe, fulani ni msomi, ni mtaalamu, vyuma vipo, hakuna balagha, hakuna sarfa, hakuna usulul fiqh, hakuna kitu gani, vyote kakusanya. Huyu jamaa bwana achezeleki. Wengi bwana unamsikia kabisa mtu, mimi hapa ninasoma, anatoka katika nchi hii anakwenda pengine Ummul Qura huko, anakwenda kukaa Jamia Islamia, university ya Kiislamu iliyopo Madina. Malengo ni nini? Anasoma kule kwa sababu yuko fulani anawaradi watu sana, kwa hivyo mimi naenda kujisuka, nikitoka kule atakuja kunitambua mimi nani. Hakadha mtu anasoma hivyo, basi naam, ataulizwa na Mwenyezi Mungu, madha sana'ta fihi, ulifanyia kazi gani? Ukiwa tamjibu mwana wako, kuntu aqumu bihi ana al-laili wan-nahar, nilikuwa naisimamia elimu hiyo usiku na mchana, la'allaka tarda, ili uridhie mwana wangu, basi Mwenyezi Mungu anakujua, atakukanusha mbele ya jahara nasi, akwambia umesema uongo mja. ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون, na siku hiyo vitashuhudia viungo vyao, miguu yao, mikono yao,
ndani zao, bima kanu ya'malun, kutokana na yale ambayo waliokuwa wanafanya duniani. Yauma idhin, siku hiyo basi, yuwaffihimullahu dinahumul haqa, Mwenyezi Mungu atalipa viumbe malipo ya haki. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin, na ndipo viumbe watakinisha kuwa kumbe Mwenyezi Mungu ni wa kweli wala hadanganyiki. Hakadha basi, man satara awrata akhihi almuslim, lisanuk, ulimi wako mja, la tadhkur, usije ukataja, bihi awrata mrii, ulimi huo usije ukataja aibu ya mtu. Fakulluka awratu, yote wewe uko uchi, hujijui tu. Walinnasi alsinu, na watu wana ndimi zao. Man satara awrata akhihi almuslim, yoyote ambaye tahifadhi aibu ya ndugu yake Muislam, satara Allahu awratahu, Mwenyezi Mungu atahifadhi aibu yake. Yaumal qiyamati, siku ya kiyama, kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu atazungumza nao chemba, siri kabisa, pasina kujua wengine. Amwambia abidi, mja wangu, haya, unajua kwamba pahala fulani ulifanya makosa wewe? Mja atasema ndio, nimefanya makosa mimi. Hakadha basi, Mwenyezi Mungu amwambie, mmekuita hapa na kuhifadhi sikufedheheshi mbele ya viumbe wangu. Wako baadhi ya waja ambao wataitwa na Mwenyezi Mungu namna kama hiyo. Waman kashafa awrata akhihi, na yoyote ambaye atakashifu uchi au aibu ya ndugu yake Muislamu, basi kashafa Allahu awratahu, Mwenyezi Mungu na yeye atamkashifu aibu yake, hatta yufadhihahu biha, mpaka Mwenyezi Mungu amfedheheshe kwa aibu hiyo, fi baitihi, hata nyumbani kwake. Tuwe na tahadhar kabisa kabisa kutatabu awrati ikhwanina, kufuatilia aibu za ndugu zetu, ni kosa kubwa sana hilo. Tayib, walillahi darru abil abbas an-namir, walillahi darru abil abbas an-namiri, na yawe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu zile khairi ambazo amezifanya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Vitendo vyake vyote Mwenyezi Mungu amlipe na vifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu huyo, avijalie viende vitendo vile kwa ajili yake. Huu ni msemo katika misemo ya Arabu. Rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mwanachuoni huyo amemenia rehema nyingi sana aliko. Kwa nini? Kwa sababu wada nisala, aliweka mkuki mzito, ala nisal, kwenye mishare ambayo inakuja na kushambulia watu si kwa uadilifu. Basi yeye kaweka mkuki kwa ajili ya kukinga, ala nisal, kuikinga mishare ambayo inakuja kwa spidi kubwa. Fi kashfi, katika kupekua na kuchambua, maknunati tasarrufati, vile vitu ambavyo vimejificha kabisa kabisa, zile siri zilizojificha za mabadiliko, aljarrahina, za watu wenye kujeruhi wenza wao, za watu wenye kutia dosari wenza wao, dhulman, kidhulma, kimakosa, si kwa uadilifu. Faqala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema katika mikuki hiyo, wa minhum, wako miongoni mao hao ambao wenye kutia dosari wenza wao, man yukhrijul ghiba, wanalitoa jambo la kusengenya, fi qawalibi shatta, katika mitindo tofauti, katika mitindo mbalimbali. Wako wale ambao walilitoa jambo la kusengenya kwamba hakuna neno kwao,
na wanalitolea mitindo namna mbalimbali ili mtu avuke aonekanike kwamba hapa sio msengenyaji huyu. Taratan fi qalibi diyanatin, mara nyingine utaona wanakuja kwa mtindo wa kidini, wa salahin, na kwa mtindo kama kutengeneza pahala, kumbe undani sivyo ilivyo. Fayakulu, huko anasema hivi, laisa li adatun, mimi hii bana sio kawaida yangu, an adhkur ahadan, kumtaja hata mmoja, illa bi khairin, isipokuwa kwa khairi. Hii sio kawaida yangu, illa leo kwamba ndo imeingia katika subject hii, basi hakuna budi kutaja. Lakini laisa li adatun, hiyo sio kawaida yangu kwamba labda nimshughulikie huyu na yule, lakini leo kutokana na mada ilivyo itabidi kuzungumza kidogo, na simzungumzi illa bi khairin, isipokuwa kwa khairi. Wala uhibbul ghibata, na wala mimi sipendi kabisa jambo la kusengenya, sipendi mimi kabisa. Wala al-kadhiba, wala sipendi uongo, labda kumzungumzia uongo huyu sipendi kabisa mimi. Ajitakasa hivyo kabla ya kutoa statement ambazo anataka kumzungumza mwenziwe. Wa innama ukhbirukum bi ahwalihi, isipokuwa hapa bana nataka tu niwapashe kutokana na hali zake huyu bwana ambaye tutamzungumza hivi karibuni. Nataka kusimulia kutokana na hali zake huyu bwana. Wayakulu, na huko wanasema hivi, wallahi hubana tunamzungumza hapa leo, wallahi innahu miskinu, mtu wenyewe maskini sana huyu, au rajulun jayidun, au kama hakwenda katika upande huo atasema huyu ni mtu mzuri, walakin fihi, lakini huyu bwana kwake yeye kuna kaitin wa kaitin. Hii ni kama kinaya ani ni kinaya kama ya kumdhalisha mtu, na huwazungumzi hili neno hili halizungumzwi illa katika pahala ambapo ndani yake kuna dosari, kuna doa, kuna kero. Fihi kaitin wa kait, ndani yake kuna hili na lile. Na katika neno ambalo linatumiwa kwa mazungumzo ambayo sio mazuri kukusudiwa huyo ambaye anazungumzwa. Warubama, na huenda yakulu, huenda akasema hivi, dauna minhu Allah, tumemuomba Mwenyezi Mungu kuhusu bwana huyu, yaghfir lana wa lahu, atusamehe Mwenyezi Mungu sisi na yeye pamoja. Na ukisikiliza ukifuatilia habari, akianza kusema mtu basi nas'alullah an yaghfira lahu, tunamuomba Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake. Hatumzungumzi kwa vibaya, lakini ndo namzungumza sasa. Hakadha, ni katika maneno ambayo ameyazungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kuchambua mambo yao yaliyojificha. Unomzungumza mwenzio huku unadai kwamba kuwaonyesha wenzio kwa sura kama kwamba unampenda. Tunamuomba Mwenyezi Mungu bwana amsamehe makosa yake, kumbe ndani humpendi, ndani unamtukia, ndani umemjengea asadi. Pale unajidhihirisha tu kwa mitindo ambayo watu wasikujue. Walakinna Allah allamul ghuyub, lakini Mwenyezi Mungu yeye ambaye ni mjuzi wa siri anakujua kila kitu. Tayib. Yakulu, anasema
da'auna minhu Allah, tumemuomba Mwenyezi Mungu kuhusu yeye, yaghfir lana wa lahu, atusamehe Mwenyezi Mungu sisi kwanza na yeye pia mwenzetu huyo ambaye tunamzungumza hapa. Wa inma qasduhu, na si vinginevyo makusudio yake si kwamba labda anamuombea Mwenyezi Mungu kitakwa, si kwamba labda anamuombea kwa Mwenyezi Mungu kisafi ni yake nzuri kabisa. Hapana, inma qasduhu, makusudio yake intiqasuhu, ni kumdhalilisha, kumnyongesha kabisa kabisa, wa hadman, na kumdhulumu lijanibihi, ili sehemu yake aliyokuwa nayo. Wa minhum, na kuna wengine sasa, man yukhrijul ghibata, wanaitoa ghiba, usengenyaji, fi qalibi, katika upande mwingine, tamaskhurin, upande wa kama kimatani hivi, walaibin, na kama mchezo hivi, liyadhaka ghayruhu, ili aliyepo pale atakapozungumza kama kiutani, katajwa mtu pale kama kimaskhara, ili waliopo, na kama mchezo fulani hivi, ili waliopo pale apate kucheka, bistihzaihi, kwa kufanyiwa dharau, kwa stihzai yake mtu aliyokuwa nayo kwa wakati ule, wa muhakatihi, na kumfananisha, wastisghari almustahzi bihi, na kumnyongesha yule alofanyiwa stihzai, alofanyiwa dharau, alofanyiwa kejeli pale wakati anazungumzwa.